Karibu tena dimbani, jina langu naitwa Cisco. Jo tuzungumze michezo bwana. Karibu tudunde sote viwanjani, tujuzane yale yote ya kimichezo ambayo yamepata kujitokeza. Lakini taarifa kubwa ni pale kwenye klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Kunani hatimaye klabu ya Simba bwana, wako kwenye hatua za mwisho kweli kweli kukishusha chuma kutokea pale Stellenbosch. Ni nani huyo? Ni mwalimu bwana wa mpira wa miguu ambaye atakuja kuivusha Simba kwenye nchi ya ahadi. Hapo ndipo ambapo maswali mengi tuko nayo. Sasa utakwenda kusikia yeye ni nani, profile yake imekaaje, na je ni kweli naweza kuivusha klabu ya Simba. Cha kufanya ni ungana nasi bwana sako kwa bako ili usielelee matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote ile, yakiwa pia yanapewa nguvu kubwa mno na Bati Quality. Ni kampuni bora ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matirio ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati unapata pia misumari na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Piga simu nambari ambayo unapata kuiona hapo ili mambo yawe mujarabu kweli kweli. Fika kiwandani tukupatie kilichokuwa bora. Mapunda Steven, uko vizuri? Yes, mimi niko vizuri. Mambo yako njema kweli kweli? Ya, Mungu ni mwema, anatupigania kila itwapo leo. Tunamshukuru sana Mungu. Sawa. Bwana Steve Barker ni kocha ambaye anawindwa kweli kweli na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Ziko taarifa kwamba walikofikia si pabaya. Walikofikia wanasema ni pazuri, watoto wa mjini. Ni kwamba sasa wenda wako kwenye hatua za mwisho kweli kweli, na Steve Barker ni kocha wa Stellenbosch. Lakini cha kufurahisha zaidi, Stellenbosch bwana wana karibu mzuri mno na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, na ilifika wakati walimuomba mwekezaji wa Simba kwa maana ya Mo Dewji kuwa mwekezaji mkuu wa klabu yao ya Stellenbosch. Hii inaashiria kwamba wako kwenye hali nzuri kimahusiano, jambo ambalo Mohamed Dewji Mo aliwaambia kwamba anaomba muda wa kulifikiria. Sasa Simba nao wakaenda kubisha odi, wanamtaka kocha wao Steve. Je, ni kocha wa aina gani Steve Barker? Watu wanataka kumfahamu vizuri, tupe zile small details kumhusu yeye. Of course, Steve Barker ni kocha mzuri sana. Na ni pia ni kocha ambaye ana historia ya kuweza kuwainua vijana hasa wadogo. Lakini pia ni kocha ambaye mwenye historia ya kuweza kuinua virabu kutoka katika championship kwenda katika ligi kubwa. Amefanya hivyo akiwa pale Pretoria, University of Pretoria, timu hii ambayo aliweza kuifundisha na aliweza kuivusha kutoka ligi daraja la kwanza hadi kuipeleka ligi kuu. Lakini pia hata Stellenbosch pia alivyoichukua pia aliitoa kutoka katika ligi daraja la kwanza kuipeleka ligi kuu. Lakini pia amefundisha hadi Amazulu, pia amewahi kufundisha hapo. Lakini toka 2017 ndipo alipoanza kuifundisha Stellenbosch, na alipoanzia hapo ndo mpaka hivi sasa ni mwalimu wa Stellenbosch, na mkataba wake unaisha mwezi wa 6 tarehe 30 2026. Kwa hiyo kwa maeneo kama hayo inaonekana kabisa kwamba Simba wanahitaji kupata huduma yake. Na kwa umri aliokuwa nao, ana umri wa miaka 57 mpaka hivi sasa. Na ni raia wa pale Afrika ya Kusini. Kwa hiyo inaonekana kwa sasa Simba Sports Club kuna engagement nzuri sana baina ya Simba Sports Club dhidi ya taifa la Afrika ya Kusini, kwa sababu tunatambua kuwa Fadlu Davis alikuwa kocha kutokea Afrika ya Kusini. Baada ya kuondoka amekuja Pantev, lakini hajamaliza hata miezi mitatu ameondoka. Lakini sasa hivi karata zao zinakwenda kwa Steve Barker, ambaye huyu wanaona kwamba anaweza akawa ni kocha ambaye anaweza akawasaidia zaidi. Lakini kwa historia yake tu kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba aliweza kuifundisha University of Pretoria. Alitoa ligi daraja la kwanza akaipeleka ligi kuu mnamo mwaka 2014. Lakini pia huyu alivyoingia katika timu ya Stellenbosch aliweza pia kuchukua kikombe cha nchini Afrika Kusini. Kikombe kama huku tunaweza tukakifananisha na kikombe cha FA. Alikichukua kikombe hicho kwa mikwaju ya penalty dhidi ya Amazulu,
na baada ya hapo akawa ni mshindani mkubwa sana katika ligi kuu ya nchini Afrika ya Kusini. Na ameweza kuisaidia Stellenbosch kuweza kufika hatua za mbali sana kombe la shirikisho. Nafikiri watu watakumbuka mwaka uliomalizika ni yeye ambaye alikwenda kumkompiti dhidi ya Simba, kukompiti kuingia hatua ya finali. Tunakumbuka nusu finali alicheza dhidi ya Stellenbosch ambapo alipoteza akiwa hapa Amani Complex, na walipoenda kule nyumbani kwao waliweza kutoa suruhu ya kutokufungana. Simba anapata faida, anakwenda hatua ya finali. Kwa hiyo kwa maeneo hayo na maeneo mengine tunaona kwamba ni kocha ambaye anaweza akawasaidia zaidi katika kuelekea hatua za kwenda kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Bwana, huyo ndio kocha Steve wa jina wake na Steven Mapunda hapa, ambaye anatajwa kweli kweli kuja pale mitaa ya Wekundu Msimbazi Simba. Ukimwangalia anaonekana ni mzungu kwa maana ya rangi, sisi tunasema wazungu hawa, lakini ni South Africa, na kule kwa wenzetu ni vitu vya kawaida mno. Unanipata uzuri ni vitu vya kawaida mno. Lakini huyu naye ukimtazama anaonekana kama manager wa Stellenbosch. Ni kama manager, lakini huyu ana vyeti vya kuwa kocha mkuu. Yaani ana sifa, huyu ni manager mwenye sifa za kocha. Ana sifa ya kuwa manager. Sababu yule aliondoka ujue. Lakini pia ana sifa ya kuwa head coach. Kwa aliondoka alikuwa hana sifa. Hana sifa ya kuwa head coach. Ndio maana akawa manager pase. Yes. Kwa huyu ana sifa ya kuwa manager, lakini pia ana sifa ya kuwa head coach. Na ameshasimama katika mabenchi ya ufundi akiwa Stellenbosch mara kadhaa. Na hata msimu uliomalizika tulimuona akiwa na Stellenbosch. Na kama ulivyokuwa umesema hapo awali kwamba mahusiano mazuri yaliyopo kati ya Stellenbosch dhidi ya Simba Sports Club, inawezekana pia dili hili likawa ni dili jepesi zaidi kwa upande wa Simba. Lakini pia ukifuatilia eneo ambalo huyu huwa anapata mshahara wake, ni anakadiriwa kulipwa randi 400,000, ambayo hii ni pesa ya South Africa, ambayo ukija kuileta kwa fedha za Kitanzania ni zaidi ya milioni 57. Kwa rate ya sasa ni zaidi ya milioni 57. Kwa hiyo tukiangalia misuli iliyopo ndani ya Simba Sports Club, inamaanisha kwamba uwezo wa kuweza kulipa dola 23,000, dola 25,000 kwa mwezi ni kitu ambacho kinawezekana kabisa, kwa sababu makocha hao wanapokuwa wanakuja huwa wanakuja na troops ya wasaidizi wake, wanakuja na timu ya wasaidizi wake. Kwa hiyo ina maana kwa mshahara huo inakuwa rahisi zaidi kuweza kumanage namna gani ya kuweza kuihost ile timu ambayo atakuwa ameibeba na kuweza kuja nayo katika klabu ya Simba. Kwa hiyo sioni kikwazo kwa upande wa fedha ambayo watakuwa na demand, kwa sababu Simba naamini kabisa wanaweza kufanya hivyo. Lakini pia hata mifumo yake ambayo anapenda kuitumia, ni mtu ambaye huwa anapenda kutumia mfumo wa 4-3-3, lakini wakati mwingine huwa anapenda kutumia kulingana na rasilimali alizokuwa nazo. Kuna wakati mwingine huwa anaweza kutumia 4-2-3-1, anaweza kutumia hiyo, lakini kuna wakati mwingine huwa anapenda kutumia mfumo mama wa 4-4-2 kulingana na matumizi ambayo alikuwa nao. Lakini ukiangalia kwa nini Simba wanalai sana kwenda kwa Steve Barker? Kwa nini wameweka option ya kwanza sana huko? Kwa sababu kuna mtangulizi wake ambaye amecheza South Africa na kufundisha South Africa, ambaye ni Fadlu Davis. Kwa hiyo anaamini katika falsafa ya Fadlu Davis huenda isiwe tofauti sana na kocha huyu, kwa maana kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao tayari huyu kocha alishawafahamu na pia alishawahi kuwaona, kama wakina Lushain De Rock, wakina Nio Maema, umeelewa vizuri. Na kuna wachezaji ambao wao wenyewe alikutana nao na kuweza kufanyia challenge katika msimu uliomalizika, wakina Kip Dennis. Kwa hiyo kuna ufamilia ambao ameweza kuutengeneza. Inawezekana ikawa rahisi zaidi kifalsafa huyu kuweza kuwaingiza Simba katika mfumo ambao utakuja kuwapa manufaa zaidi, bwana Sisco. Bwana, wakati tunaendelea pia kuzungumza hapa juu ya ujio wa kocha mpya ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba kwa maana ya Steve Barker, taarifa njema pia na kupatia kutoka WG Cleaners. Hawa ni mabingwa wa kufanya eneo lako linakuwa safi na salama kweli kweli. Wanafanya usafi maofisini, majumbani, lakini na sehemu mbalimbali, lakini pia wanafanya usafi kwenye maeneo, viwanja pamoja na mashamba. Kwa hiyo kama una shamba lako pia unaweza kuwatafuta
kutafuta wao wakakusafishia vizuri kwa gharama nafuu. Una kiwanja chako pia unaweza kukitakasa na kikatakasika vizuri kweli kweli, lakini pia wanakusaidia wewe kupata eneo la kununua, hasa kwa wale wakazi wa Dar es Salaam. Basi wao pia wanaweza kukupeleka sehemu nzuri, na uzuri viwanja ambavyo watakuongoza si vile wapembezoni mwa miji bwana. Wao wamekabidhiwa viwanja vingi ambavyo vipo katikati ya miji, na wewe utaenjoy kweli kweli kupata eneo zuri kwa gharama nafuu. Lakini kama itoshi, pia wanaweza kukusaidia pia kupata vyombo vya moto ambavyo vile used, kwa maana ya pikipiki pamoja na magari. Sasa wapigie kama kuna kitu kimoja unataka kutokea kwao, uenda usafi ama kupata chombo cha moto ama unahitaji uwanja. Namba ya simu ni 0675 34 76 34 ni 0675 34 76 34. Wapigie simu nambari hiyo bwana, ili uweze kuenjoy na kufurahia maisha. Stephen Mapunda, kwa nini kocha Steve Barker wakati huu na sio Suleiman Matola ambaye anaonekana kuwa serious na project hii ambayo amekabidhiwa siku chache zilizopita baada ya mwalimu mpira Tatu Pantev kupewa thank you? Of course kwa sasa mpira umekuwa wa tofauti sana. Kumekuwa na soko la ushindani mkubwa sana, hususan unapokwenda katika kupambana kimataifa. Okay. Na ndio maana wanahitaji kuweza kupata changamoto mpya ya kiufundishaji, lakini pia kimfumo. That's why wanakuwa wana opt kupata kocha wa kimataifa. Nafikiri hiyo ndio imekuwa kigezo kikubwa zaidi kuweza kuweka radha ya kimataifa ili kuweza kulevel katika level ya kiushindani katika duru ya kimataifa. Nafikiri hiyo ndio imekuwa ni option yao ya kwanza kabisa ya kusema kwamba tunaweza tukawa na Matola, lakini lazima tumtafute mtu ambaye anaweza kaongeza kitu kikubwa zaidi. Lakini pia ndio sifa ya timu kubwa kuwa na makocha wengi ambao wanakuwa na profile kubwa, kwa sababu hata watani wao wajadi ukiwaangalia Young African wana kocha ambaye alikuwa msaidizi ambaye ana sifa ya kuwa kocha mkuu, Patrick Mabedi ukimwangalia Philip, ukimwangalia Goncalves, wale wote ni makocha ambao kwa timu yoyote Afrika wana sifa ya kuwa makocha wakuu, lakini wapo ndani ya klabu moja. Kwa hiyo ina maana hata Simba kumweka Matola, lakini pia kumuongezea mtu mwingine ambaye ana profile kubwa zaidi, ana profile nzuri, ana uwezo mkubwa, pia ni sifa ya timu kubwa. Kwa hiyo katika hilo mimi nafikiri wamewaza vyema kuweza kuongeza nguvu bwana Cisco. Sawa. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo tumejaribu hapa kumzungumza vizuri kocha kutokea pale Stellenbosch ya Afrika Kusini, kwa maana ya meneja bwana Steve Barker kutua ama kuhusishwa ndani ya viunga hivyo vya wekundu Msimbazi Simba. Sina la ziada. Stephen Mapunda ameshamaliza yote. Tukutane tena muda na wakati mwingine, lakini usisahau ya kwamba unahitaji kujenga, na unapofikia wakati wa kupaua basi uone Bat Quality kwa ajili ya kupata kilichokuwa bora zaidi. Mimi naitwa MC Cisco, na mimi pia unaweza kunicheck ili tuje kunogesha sherehe yako iendelee kuwa bora bomba na kihistoria kwa kutumia vifaa vizuri vya kisasa zaidi na zaidi. Basi tutuseme wailika. Maasalam.